Hakika ni huzuni kubwa, hakika ni vilio na simanzi duniani kote. Papa Francis hatupo naye tena, amefariki dunia hii leo. Kiongozi wa kanisa Katoliki, Papa Francis amefariki dunia leo Aprili 21 kwenye Jumatatu ya Pasaka akiwa na umri wa miaka 88, ambapo Vatican imethibitisha na kusema Papa amefia kwenye makazi yake ya Vatican na taarifa zaidi kuhusu kifo chake zitatolewa. Papa ambaye alizaliwa mwaka 1966 hivi karibuni alipata changamoto ya upumuaji hadi kuhitaji mashine ya kusaidia kupumua, na amekuwa akikabiliwa na matatizo ya kiafya ikiwemo maambukizi ya mapafu, pneumonia, hadi kupelekea kulazwa kwa wiki kadhaa kabla baadaye afya yake kuimarika. Mimi ni Brian Hilary kutoka Bongo 5 TV. Hakika ni habari mbaya na ni habari za kusikitisha. Kiongozi mkubwa wa dini ya Kiromani kutokea kule nchini Vatican, Papa Francis leo amefariki dunia, hatupo naye tena. Hakika ni huzuni kubwa, hakika ni vilio na simanzi duniani kote. Papa Francis hatupo naye tena, amefariki dunia hii leo. Kiongozi wa kanisa Katoliki, Papa Francis amefariki dunia leo Aprili 21 kwenye Jumatatu ya Pasaka akiwa na umri wa miaka 88, ambapo Vatican imethibitisha na kusema Papa amefia kwenye makazi yake ya Vatican na taarifa zaidi kuhusu kifo chake zitatolewa. Papa ambaye alizaliwa mwaka 1966 hivi karibuni alipata changamoto ya upumuaji hadi kuhitaji mashine ya kusaidia kupumua, na amekuwa akikabiliwa na matatizo ya kiafya ikiwemo maambukizi ya mapafu, pneumonia, hadi kupelekea kulazwa kwa wiki kadhaa kabla baadaye afya yake kuimarika. Mimi ni Brian Hilary kutoka Bongo 5 TV. Hakika ni habari mbaya na ni habari za kusikitisha. Kiongozi mkubwa wa dini ya Kiromani kutokea kule nchini Vatican, Papa Francis leo amefariki dunia, hatupo naye tena. Hakika ni huzuni kubwa, hakika ni vilio na simanzi duniani kote. Papa Francis hatupo naye tena, amefariki dunia hii leo. Kiongozi wa kanisa Katoliki, Papa Francis amefariki dunia leo Aprili 21 kwenye Jumatatu ya Pasaka akiwa na umri wa miaka 88, ambapo Vatican imethibitisha na kusema Papa amefia kwenye makazi yake ya Vatican na taarifa zaidi kuhusu kifo chake zitatolewa. Papa ambaye alizaliwa mwaka 1966 hivi karibuni alipata changamoto ya upumuaji hadi kuhitaji mashine ya kusaidia kupumua, na amekuwa akikabiliwa na matatizo ya kiafya ikiwemo maambukizi ya mapafu, pneumonia, hadi kupelekea kulazwa kwa wiki kadhaa kabla baadaye afya yake kuimarika. Mimi ni Brian Hilary kutoka Bongo 5 TV. Hakika ni habari mbaya na ni habari za kusikitisha. Kiongozi mkubwa wa dini ya Kiromani kutokea kule nchini Vatican, Papa Francis leo amefariki dunia, hatupo naye tena.